Wajibu wa wanajamii kwa ujumla, na sisi kama waandishi wa habari kwa ujumla wake, kama wadau, tuna wajibu gani katika kulinda haki na ustawi wa mtoto. Kwa hiyo tunategemea kabisa kwamba ninyi kama waandishi wa habari, baada ya mafunzo haya mtatusaidia kuripoti, kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia, hasa kwa kuzingatia pia haki za watoto wenye ulemavu, na kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia kwa lengo la kulinda haki na ustawi wa mtoto. Na ukatili wa kijinsia mwingine inawezekana tunauona unatokea, lakini tunakuwa hatufahamu kama ule ni ukatili wa kijinsia. Mpaka unakuja unasikia kesi mahakamani ama polisi, mtuhumiwa kakamatwa, ndio unaanza kufikiria kwamba kumbe hii ilikuwa ni ukatili wa kijinsia. Kwa waandishi wa habari tunakutana na watu mbalimbali, tunakutana jamii tofauti tofauti ambazo ukatili wa kijinsia unatokea. Hasa ambapo sasa hivi tupo kwenye wimbi ambalo la kimitandao ya kijamii, masuala ya kupiga picha watoto, watu wenye ulemavu, mtu amesaidia tu kitu kidogo, anapiga picha, anaposti kwenye mitandao. Ule unakuwa ni udhalilishaji ambao ni ukatili. Pengine waandishi tulikuwa tukivunja kanuni, sheria na miongozo katika kuripoti habari zetu za ukatili, tukizani kwamba vile tunavyoandika pengine tunaandika sahihi, kumbe sisi ndo tunakuwa wachochezi zaidi wa kuharibu kila kitu. Kuna namna tumekuwa tatizo kwa kufanya vitu ambavyo niseme ni unethical kwenye journalism ambayo inaenda kusaidia jamii. Kwa hivyo tujikite kwenye kuandika habari ambazo zinaenda kusaidia jamii, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuwa ni cha muhimu sana kwetu, ili sasa hata hawa ambao wanatoa mafunzo waone thamani ya yale mafunzo, kwamba tumefundishika na tumebadilika na jamii ambazo tunazihudumia zimebadilika kwa namna moja ama nyingine. Wengi tunaripoti habari za ukatili wa kijinsia, lakini tunaishia juu, hatutekelezi ama hatufuatilii zaidi mpaka tupate mwisho wake, na huenda labda kumsaidia mhanga ambaye anapitia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya sisi kama waandishi wa habari itabidi tufuatilie zaidi na tubadilishe mitazamo yetu, ili pia kuweza kuwasaidia wale wahanga. Kala Sisema limewakutanisha waandishi wa habari hapa Tarime kwa ajili ya kuwapa mafunzo rejea, kwa sababu tumekuwa tunawapa mafunzo mara kwa mara, na mafunzo rejea haya ni kwa ajili ya kukumbushana misingi ya kiuandishi inayozingatia haki za binadamu, inayozingatia utu, lakini pia inayozingatia haki za waathirika au wahanga wa ukatili wa kijinsia. Hasa katika mafunzo haya lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanavyoripoti na kuandika habari zinazohusu ukatili wa kijinsia wanazingatia misingi ambayo nimezungumza, hasa ya haki za binadamu, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba wanaonyesha pande zote mbili. Zaidi pia tunataka waweze kupata utaalamu kuweza kuandika habari za kijamii ambazo zinaibua matukio ya ukatili wa kijinsia, na jinsi gani wananchi wanaweza wakafaidika na taaluma yao uandishi wa habari. Na tunashukuru kwa sababu shirika la UNFPA limeweza kufadhili mafunzo haya kwa muda mrefu tangia mwaka 2021, lakini pia tunashukuru kwa waandishi wa habari hawa ambao tumewakutanisha hapa, kwa sababu wamekuwa mstari wa mbele na chachu kwa waandishi wengine wa habari kuonyesha ni jinsi gani wanaweza wakatumia uzoefu wao, lakini pia taaluma yao kipekee na tofauti na waandishi wengine wa habari, ili kuweza kuandika habari ambazo zina taswira ya kijamii zaidi.